Hali gani ndugu mtazamaji wa Force News Tanzania? Nina imani mzima wa afya. Karibu katika muktasari wa kurasa za mbele na michezo kutoka magazeti mbalimbali yaliyochapishwa leo tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2026. Mimi ni Ngonise Kahise nikikuletea vichwa vikuu vinavyotikisa taifa kwa siku ya leo. Na mdhamini wa kipindi hiki ni sabuni ya Wakawaka, sabuni yenye vitamin C na vitamin B6. Sabuni hii ina sifa kedekede zikiwemo husaidia kung'arisha ngozi, husaidia kuilinda ngozi dhidi ya magonjwa kama utangotango na pumu ya ngozi, na husaidia kuondoa chunusi, harara na madoa sugu. Wakawaka, ng'ara kwa kujiamini. Na moja kwa moja nimekamata gazeti Mwananchi. Habari ya kwanza inasema usioyajua ya Profesa Sarungi. Waziri aliyevua cheo kutibu wagonjwa akiwa daktari bingwa wa kwanza wa upasuaji wa mifupa nchini aacha alama zisizofutika. Simulizi alivyomokoa majeruhi aliyenasa kwenye treni. Habari hii unaipata ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Upatu unavyozidi kuwa janga nchini. Habari hii unaipata kwa uzuri zaidi ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Dr. Biteko kuanika fursa za wanawake. Kiini makandarasi wageni kuchelewesha miradi. Habari hii unaipata ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Shilingi 185 za PPZ Stanbic kukuza maendeleo Zanzibar. Wadau walia na ukomo wa viti maalum. Habari hii unaipata ukurasa wa 5 wa gazeti hili, na ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Mwananchi Tanzania. Na moja kwa moja nimekamata gazeti Majira. Uongozi wa Rais Samia wapeleka neema MNH. Kusini yaunga mkono matumizi ya nishati safi ya kupikia. Rais Samia apongezwa kuwa kinara wa nishati safi. Habari hii unaipata ukurasa wa 4 wa gazeti hili. BUWSSA yapitishiwa shilingi bilioni 28 kutekeleza miradi ya maji. Trump aipa onyo la mwisho Hamas. Jamii inavyotoa mchango kuwasaidia wanawake vinara utunzaji mazingira. Habari hii utaipata ukurasa wa 16 wa gazeti hili. Na ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Na moja kwa moja nimeshika gazeti Nipashe. Upekee wa Sarungi, aliisuka Muhimbili, hakuacha kazi yake, akaiendeleza. Simba soka, Warioba, Kimiti, waenzi nyayo zake. Habari hii utaipata ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Waziri awaka viwango duni ujenzi wa barabara za Dar. Ukata wa maji, waziri katibu mkuu atoa kauli kinzani. Tumefikia wabunge 168 tunaopigania sheria ya kunyonga mafisadi Mpina. Habari hii utaipata ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Simba chawene na mabosi serikalini wenye matumizi mabaya ya madaraka. Muhimbili sasa kufumuliwa upya, iamie majengo ya kisasa kwa trilioni 1.2. Habari hii utaipata ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Mwinyi awapa mbinu wanawake kukabili ukatili. Habari hii utaipata gazeti Nipashe ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Na ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Nipashe. Na sasa nimekamata gazeti Mwanahabari. Serikali kujenga mtandao mkubwa mabomba ya gesi. Dr. Biteko asema lengo ni kurahisisha huduma kwa wananchi. Aikaribisha kampuni ya CNOOC ya China kushiriki duru ya 5 vitalu vya mafuta na gesi asilia. Habari hii unaipata ukurasa wa 3 wa gazeti Mwanahabari. Rais Samia shiriki mkutano wa asasi ya kisiasa, ulinzi na usalama SADC kwa njia ya mtandao. Waziri afungua kongamano la wanawake kanda ya kusini. Habari hii unaipata ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Dr. Ndumbaro amwakilisha Rais Samia utiaji sign makubaliano ya kisiasa Msumbiji. Wa 3 wa gazeti hili. Ded Michuzi aongoza wanawake Meatu kutoa zawadi hospitali Busega. REA yaendelea kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Mwanahabari. Na sasa ninaligeukia gazeti Habari Leo, ambapo kichwa kikubwa cha habari kinasema Mpango ataka magari ya umeme gesi. Yamo ya vyombo vya ulinzi na usalama aagiza wazi uratibu biashara ya carbon. Magari 7,000 yafungwa mfumo wa gesi. Habari hii utaipata ukurasa wa 2 kwa uzuri zaidi. Majaliwa aisifu NMB kufuturisha yatima. Habari hii utaipata ukurasa wa 3. Serikali kiwanda kitabadilisha TSN. Habari hii utaipata ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Familia 8 kupandikizwa mimba Muhimbili. Wagonjwa wasamehewa bilioni 80 za tiba.
155 wawekewa maputo. Habari hii utaipata ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Korea Kusini yavutiwa mkakati wa nishati safi. Habari hii utaipata ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Padri, wanawake fungeni Kwaresma mrudishe shepu. Habari hii utaipata ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Mpenzi mtazamaji, na sasa ninageukia kurasa za michezo. Na hapa nimekamata gazeti Nipashe upande wa michezo. Rekodi ya ibeba Yanga match. Max Aziz kinyota hatari katika dabi zote walizocheza. Fadhru aiandalia Yanga surprise. Maino sasa ataka mshahara mkubwa. Hivi ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Nipashe upande wa michezo. Na sasa nimekamata gazeti Habari Leo upande wa michezo. Yanga Princess bingwa kombe la Samia. Bodi yakamilisha maandalizi Yanga Simba buriani Profesa Sarungi. Simba wadau wamlilia. Jangala haimiza ubunifu sanaa. Fountain Gate yaiadhibu KMC. Habari hii utaipata ukurasa wa 23 wa gazeti Habari Leo upande wa michezo. Na moja kwa moja nimehamia kwenye gazeti Mwanahabari upande wa michezo. Kesi za wasemaji Simba Yanga za pozesha derby. RC Mtanda wakaribisha Tabora United. Lipagila awapongeza wanamichezo wanawake Kilombero. Fountain Gate yaondoka na alama 3 kwa KMC. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Mwanahabari upande wa michezo, na ndizo zilikuwa dondoo za vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Kwa uchambuzi wa kina wa habari hizi na nyingine nyingi, endelea kufuatilia kurasa zetu za Force News Tanzania. Usisahau, aliyetudhamini kwenye kipindi hiki ni sabuni ya Wakawaka. Wakawaka, ng'ara kwa kujiamini. Naitwa Ngoni Sekahise, uwe na wakati mzuri.